Ukimsikiliza kwa makini, anaonekana kushangazwa na kushtushwa na namna ambavyo viongozi wa usalama wa taifa wanateuliwa na kubadilishiwa majukumu mengine. Ninajua ni kiu ambayo wanayo Watanzania wengine, na niko hapa kuweka kumbukumbu sawa. Niko hapa kutengeneza mjadala ambao tutawasaidia Watanzania kujua. Mara baada ya idara yetu kubadilika kutoka ukoloni, ikaja sasa idara kuongozwa na Watanzania, na nyinyi ni mashahidi. Tangu mwaka 1962 mpaka mwaka 1973 idara yetu ya usalama wa taifa iliongozwa na ndugu Emilion Mzena, ambaye yeye alipitisha idara kwenye mabadiliko kutoka kwenye mfumo wa idara kuwa chini ya taasisi ya Kiingereza ambao ndio walikuwa wakoloni, na kuipeleka idara sasa kuja kuongozwa na wazao. Na kipindi kile mtakumbuka rais wetu na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni waziri mkuu, lakini ndani yake idara ilikuwa ina majukumu mbalimbali chini ya huyu mzalendo wa kwanza kuongoza idara. Yakafanyika mabadiliko kulingana na mahitaji ya idara, na katika mabadiliko haya nipo ambapo ninakwenda kumjibu tena baba yangu Gwajima. Ni kama vile ana kiu ya kujua idara ni nini, inakuwaje watu wanapotea, inakuwaje watu wananyakuliwa. Akaenda mbali zaidi akasema, hivi idara ya taifa kweli inajua? Mimi naamini idara ya taifa ina watu majasiri, watenda kazi hodari, na inajua labda kuna kikundi tu. Sasa nimsaidie kumweleza idara ilivyopitia na mabadiliko yake, na jambo ambalo leo nataka nimweleze huenda asilijue. Idara yetu ya usalama wa taifa imeongozwa na viongozi waandamizi wa Jeshi la Polisi, viongozi waandamizi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, na ukisoma tangu enzi ya ndugu Mzena utaona walikuja wengi. Tulikuwa na baba yetu Luteni Kanali Hans Kitine, tulikuwa na mzee wetu Augustine Mahiga, tulikuwa na mzee wetu Meja General Imran Kombe, na nyinyi mtafahamu kipindi kile cha mzee Kombe akiwa madarakani 1983 mpaka 96, na mara baada ya kuondoka idarani alifariki kwa kupigwa risasi. Tutakuja kuongea huko mbele. Kuna mambo nataka tuyafahamu. Kwa ukiangalia aina ya mchanganyiko wa hawa viongozi, ninaamini sasa ndugu Josephat Gwajima atakuwa anaanza kuielewa sura na taswira yetu ya idara ya usalama wa taifa. Na hata kipindi cha marehemu Magufuli aliizungumzia kidogo, ni tanukuu. Mheshimiwa Magufuli akimwapisha mkuu wa idara ya usalama wa taifa ndugu yetu aliyekuwa DCI, akafanya kazi yake vizuri na akawa mkuu wa TAKUKURU, ndugu Athmani Diwani mwaka 2019, ambaye alidumu mpaka mwaka 2023, nitamnukuu Magufuli alisema, mnamuona huyu Diwani alivyokuwa polisi, wengi hamkujua huyu ni kachero, lakini sasa huyu nataka mjue huyu ni kachero. Ndio maana leo nimemteua kuwa mkuu wa usalama wa taifa. Hayati Magufuli alijaribu kutanabaisha umma kuwa ndani ya idara ya usalama wa taifa wako watu ambao wako katika vyombo vingine, lakini itawarudisha nyuma. Akimteua Modestus Kipilimba mwaka 2015 mara baada ya Mheshimiwa Magufuli kushika nafasi ya urais, ndugu Modestus Kipilimba aliteuliwa akitoka Benki Kuu ya Taifa, Benki Kuu ya Tanzania, kama mtaalamu wa mifumo ya kiteknolojia ya habari. Lakini kitu ambacho leo ningetamani ndugu Gwajima akifahamu, hata ndugu yetu Modestus Kipilimba ambaye alipelekwa ubalozini, yeye naye alikuwa ni mchungaji wa kanisa la City Harvest. Alikuwa anapiga injili, lakini kachero mbobezi.
Kwa hiyo hata wachungaji nao, sifahamu yeye maana sina uzoefu na Askofu Gwajima, wengi nao huenda wakawa ni idara ya usalama wa taifa. Maana kama tulikuwa naye Modestus Kipilimba, kwa nini tusiamini wako wachungaji wengine? Maana huyu ni mchungaji wa kanisa la City Harvest. Kwa nini tusiamini wako wachungaji wengine? Kwa hiyo kiu ya Askofu Gwajima kutaka kuijua idara, ninatamani pia ajaribu kutulia na kusoma na kutafiti, kujifunza idara imetoka wapi, mabadiliko ya idara, combination ya watu walioko kwenye idara. Hii itatusaidia kumjibu swali lake tunakokwenda, kwamba inakuwaje haya mambo yanatokea alafu idara isijue, au idara inajua imekaa kimya. Inakuwaje watu wanabadilishwa, wanaondolewa? Na akaenda mbali na kusema huende kawa wakuu wa vyombo huenda wanamshauri mwanasiasa, na mwanasiasa anaona kwa kuwa maslahi yake hayajatazamwa, anaamua kumuondoa kazini mkuu wa idara ya usalama wa taifa na kumpeleka ubalozini. Maneno haya ninayoyasema ameyasema Askofu Gwajima, na yako kwenye rekodi yake na iko kwenye vyombo vya habari. Leo nataka nimkumbushe Mheshimiwa Magufuli alivyoingia madarakani, naye alifanya mabadiliko kama ambavyo anayafanya mabadiliko Rais Samia kwenye idara. Alimteua Modestus Kipilimba, na mara baada ya muda 2019 akampeleka ubalozini kufanya kazi nyingine. Akamteua Athmani Diwani. Kwa hiyo wakati Gwajima anazungumza, asizungumze wakati wa Rais Samia peke yake kwamba Samia amefanya mabadiliko. Atueleze Magufuli naye alifanya mabadiliko mawili, japo tulipata changamoto akafariki katikati. Hakuna anayejua, huenda angeendelea kuishi angeyafanya mengine au angeishia pale. Lakini kwa kuwa hayupo, basi tumshukuru Mungu kwa utumishi wake aliotupa wa kuitengeneza idara. Gwajima ameenda mbali zaidi kwa kusema anahisi kwamba unajua hawa rais ana mamlaka ya kuwateua na kuwaondoa. Kwa hiyo anaona kama wakuu wa idara ya usalama hawawezi kumshauri rais kwa kufuata ile misingi. Niko hapa kumwambia askofu, hapana, kwa sababu kipindi cha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, anaomba unisikilize hapa, mara baada ya kuingia mama yetu Samia alimchagua Mzee Saidi Hussein Masoro. Na kipindi Rais Samia alichoingia madarakani ni kipindi kilikuwa cha mpito, na kipindi ambacho hatujawahi kupitia kwenye historia ya taifa letu. Ni nani anajua alimtafuta mkurugenzi wa idara ya usalama ambaye atakaa miezi 8 ya kumpitisha kwenye huu wakati mgumu na mzito tuliokuwa nao? Nani anajua? Anayejua ni mwenye mamlaka ya uteuzi. Mwenye mamlaka ya uteuzi, kama nilivyosema mwanzo wakati naizungumzia katiba, ndiye anajua nimweke nani kwa wakati gani na kwa muda gani. Lakini nitamnukuu Mheshimiwa Rais Samia katika teuzi alizokuwa akifanya na katika hotuba alizozungumza. Alisema, ninateua mtu kulingana na aina ya kazi iliyoko mbele yangu kwa wakati ule. Kuna nyakati naamua kuleta wachezaji watakaoshambulia zaidi. Kuna nyakati nikiona vijana wameenda kasi na punguza kasi na waweka wale ambao watakwenda sasa na kasi fulani. Mheshimiwa Rais ameyasema haya dhahiri. Askofu Gwajima unayafahamu. Ni vile tu una kiu ya kujua. Ni vile tu kuna kitu unakitafuta, kuna kitu, na ndio niko hapa kukusaidia baba yangu. Hicho unachokitafuta kukijua, hebu jaribu basi hata kunisikiliza na mimi. Maana wewe ni shahidi kwa imani yako ya dini na kwa uongozi wako na kwa Biblia. Yesu alizaliwa kwenye hori la ng'ombe kule Bethlehem. Theologically, kitu kinachozaliwa kwenye hori la ng'ombe ni kitu dhaifu. Lakini ni kutokana na udhaifu ule Yesu ndo alikuja kuwa mkombozi wa ulimwengu. Na mimi huenda ukaniona dhaifu, lakini leo nakwambia huenda nikakomboa maisha yako na nikakukomboa fikra na mtazamo wako. Japo unaweza ukaniona mimi ni dhaifu, lakini sio dhaifu kama unavyoniona. Maana huenda nimepata maarifa ambayo na wewe unahitaji tukae tushirikishane maarifa niliyoyapata katika uongozi na katika masomo yangu.